mtu mwenye bidhaa zake kuuza bei yoyote na kuuza kokote. Kwa hivyo kwa dhahir, kama tunazungumza soko huria, Uislamu haukatai kwamba una bidhaa zako, ardhi ya Mungu hii, uza kokote. Unataka fiqh ya Kiislamu inakuhimiza tu kwamba usiweke bei za juu, uwe na utu. Na haya mambo tutakayojadili huko mbeleni inshallah, kwamba katika Uislamu tunapozungumza jambo la kisheria, halina maana kwamba ni la kisheria tu, ni la kisheria na wakati huo huo ni la kiakida na wakati huo huo ni la kiakhlaqi. Na hili ndilo ambalo tutaliona tutakaporudi katika kuizungumza Qur'an. Sasa Uislamu unafundisha akhlaqi katika biashara, na biashara ni swala la kifiqhi, lina hukumu zake, hapa haramu, hapa halali, hapa mubaha, hapa makruh, ni swala la kifiqhi. Lakini hakuna biashara bila akhlaqi, wala hakuna biashara bila aqida, kwamba anayetoa ni Mungu, akikupa kakupa, akikunyima kakunyima, anayekuzidishia ni yeye, huwezi kujizidishia. Sasa haya tutayazungumza, lakini Uislamu kwa mfano katika masala ya mtu kuwa huru kuuza chake mahala fulani na kwa bei anayopenda, ni uhuru unaokubalika Kiislamu. Lakini hii free market tunayoiona leo hii ya suqul hurra ni ile kalimatu haqqin yuradu biha batil, maneno ya kweli ya haki, lakini kilichojificha nyuma ya maneno yale na makusudio ya wale wanaopigia upatu maneno hayo ni kuunyonya ulimwengu, hasa ulimwengu wa tatu, ulimwengu ambao asilimia kubwa ya Waislamu wamo katika ulimwengu wa tatu. Yani asilimia zaidi ya 90 ya Waislamu wanaishi katika ulimwengu unaoitwa kuwa ni ulimwengu wa tatu. Na lazima tufahamu kwamba tumo katika kipindi cha ubepari, ubepari kuwa unatawala dunia, siasa yao na uchumi wao, na hakuna hata siku moja ubepari ambao unaweza au unania kumkomboa maskini. Hakuna. Watu wakae watakavyokaa, lakini ubepari haumkomboi maskini, bali huo unaongeza umaskini.